Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na karibisha tena katika darsa ya 5 ya kitabu chetu cha al-usulu thalathatu, misingi mitatu. Bila kupoteza muda, insha Allah tuanze kusoma. Darasa ya mwisho tuliishia hapa, kama wote tunakumbuka. Tuliishia pale ambako anasema wadalilu, na dalili qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu, ya ayyuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, mwabuduni mola wenu, alladhi, ambaye, khalaqakum, amekumbeni ninyi, walladhina, na wale ambao, min qablikum, walikuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Alladhi, ambaye, ja'ala, amefanya, alladhi, ambaye, ja'ala, amejalia, lakumul ardha, kwenu ninyi ardhi, firashan, kuwa ni busati, wasamaa, na mbingu, binaan, kuwa ni paa, wa anzala, na akateremsha, minas samaa, kutoka mbinguni, maan, maji, fakhraja bihi, basi akaotesha kwa hayo maji, minath thamarati, kutoka na matunda, rizqan lakum, kwa ni riziki kwenu ninyi. Fala taj'alu, basi msimjalieni, lillahi, Allah tabaraka wa taala, andadan, kuwa na wasaidizi au miungu wengine mkawa mwabudu ninyi, wa antum, na aliyekuwa ninyi, ta'lamuna, mnajua kuwa Allah tabaraka wa taala hana wasaidizi. Al-Baqara, ilikuwa ni suratul Baqara namba 21 mpaka nambari 22. Kwa hivyo leo tuendelea insha Allah. Anasema qala, amesema Ibn Kathir rahimahullah, amrehemu Allah taala mtukufu. Al-Khaliqu, muumbaji, lihadhihi al-ashya, lihadhihi wa hivi al-ashyai, vitu, huwa, yeye, al-mustahiqu, ndiye mstahiqi, lilibadati, kwa ibada. Kwa hivyo anasema al-Khaliqu, muumbaji, lihadhihi al-ashya, wa vitu vyote hivi, huwa al-mustahiqu, yeye ndiye anastahiqi, lilibadati, kwa ibada. Wa anwa'u al-ibada, wa anwa'u, na vigawanyo au aina, wa anwa'u, na vigawanyo au aina, al-ibadati, za ibada, allati, ambazo, amara Allahu biha, ameamrisha, biha, kwazo, amara Allahu, ameamrisha Allah kwazo, mithlu, mfano. Wa anwa'u al-ibada, na vigawanyo au aina za ibada, allati, ambazo, amara Allahu biha, ameamrisha kwazo Allah, mithlu, mfano, al-islami, uislamu, wal-imani, na iman, wal-ihsan, na ihsan. Wa minhu, na miongoni mwazo, ad-du'a, ni dua, wal-khawfu, na khawfu, wal-khawfu, ikiwa na maana ya khawfu, warrajau, na rajau, ikiwa na maana ya matarajio, watawakkulu, ikiwa na maana ya kutegemea, watawakkulu, na kutawakali au na kutegemea, waraghbatu, ikiwa na maana ya shauku au matumaini, ikiwa na maana ya shauku au matumaini, warahbatu, ikiwa na maana ya tisho au kuogopa, warahbatu, maana yake pia ni kuogopa. Al-khushu'u, ikiwa na maana ya kunyenyekea, ikiwa na maana ya kunyenyekea. Kwa hivyo al-khushu', na kunyenyekea. Wal-khashya, na ikiwa na maana ya hofu. Al-khashya maana yake pia ni hofu. Kwa hivyo al-khashya na al-khawfu maana zake zote ni moja. Kwa hivyo al-khashya maana yake pia ni kuogopa, lakini hii al-khashya
ni ile hofu ya kumwogopa Allah tabaraka taala kutokana na ilmu na ile takwa au uchaji ambao mtu yuko nao. Al-inaba hii ikiwa na maana ya kurejea, wal-inaba na kurejea. Kurejea huku ikiwa na maana ya kurejea kwa kutubu na utiifu kwa Allah tabaraka taala. Kwa hivyo wal-inaba na kurejea. Wal-isti'ana ikiwa na maana ya kuomba msaada. Wal-isti'ana ikiwa na maana ya kuomba msaada. Wal-isti'ana na kuomba msaada. Kuomba msaada huko ni kuomba msaada katika mambo ya kidunia au mambo ya akhira. Kwa hivyo wal-isti'ana na kuomba msaada. Wal-isti'adha hii ni wal-isti'adha na kuomba kinga. Wal-isti'adha na kuomba kinga. Kwa hivyo wal-isti'ana, isti'ana maana yake ni kuomba msaada katika mambo ya dunia au mambo ya akhira. Walakin wal-isti'adha hii ni kuomba kinga kwa Allah tabaraka taala. Wal-istighatha hii ni kuomba msaada au kuokolewa au kufarajiwa katika shida ambayo mtu yuko nayo. Kwa hivyo wal-istighatha hii ni kuomba kuokolewa au kusaidiwa juu ya shida au matatizo ambayo mtu yuko nayo. Kwa hivyo hii ni kule kuomba ambako mtu uko ndani ya tatizo. Mfano mwapigana vita kwa maana mnakaribia kushindwa, mnaona kabisa hapa sisi twashindwa. Kwa hivyo muomba Allah tabaraka taala awafanyie msaada, awape msaada. Sasa ule msaada wa namna hii ukiwa kwenye changamoto, ukiwa kwenye shida, kutaka kuokolewa au kufarajiwa, basi twaita al-istighatha. Tuko sawa? Wal-istighatha kwa maana kuomba msaada au kuokolewa au kufarajiwa wakati wa haja au wakati wa shida. Tutaelewa vizuri tukija kuanza kusoma dalili zake huko chini insha Allah. Wadhabhu na kuchinja. Wadhabhu na kuchinja. Wadhabhu na kuchinja. Wanadhuru na kuweka nadhiri. Wanadhuru na kuweka nadhiri au na nadhiri. Wa ghairu dhalika na mengineyo dhalika yasiyokuwa hayo. Wa ghairu dhalika na mengineyo yasiyokuwa hayo. Wa ghairu dhalika na mengineyo yasiyokuwa hayo. Min anwa'i miongoni mwa aina. Min anwa'i miongoni mwa aina au ya vigawanyo. Al-ibadati za ibada. Allati ambazo amara ameamrisha Allah tabaraka taala. Allati ambazo amara Allah biha ameamrisha kwazo Allah tabaraka taala. Kulluha Allah zote ni kwa ajili ya Allah taala mtukufu. Kulluha Allah zote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir rahimahullahu taala, amrehemu Allah mtukufu, al-khaliqu muumbaji, lihadhihi al-ashya wa vitu vyote hivi, huwa al-mustahiqu yeye ndiye anaistahiqi, huwa al-mustahiqu yeye ndiye anaistahiqi lilibada kwa ibada. Wa anwa'u na vigawanyo au aina al-ibada za ibada, allati ambazo amara Allahu biha ameamrisha kwazo Allah, mithlu mfano al-islamu uislamu, wal iman na iman, wal ihsan na ihsan. Wa minhu na miongoni mwazo ad-du'a ni dua. Ad-du'a maana yake ni dua. Wal khawfu maana yake ni hofu. Wal raja'u maana yake ni matarajio au kutarajia. Wat tawakkulu maana yake ni kutawakali au kutegemea. Wal raghbatu maana yake ni shauku au matumaini. Wal rahba maana yake ni tisho au kuogopa. Wal khushu'u maana yake ni kunyenyekea, kwa maana wa maana yake kwenye Kiarabu wa ina maana ya kiunganishi kwa maana ya na masiva. Kwa hivyo wal khushu'u kwa maana ya kunyenyekea, wal khashya kwa maana ya hofu pia kuogopa, lakini nikasema al khashya maana ya khashya na maana ya hofu zote pia zina maana moja. Wal inaba maana yake ni kurejea kwa kutubu na utiifu kwa Allah tabaraka taala.
Wal-isti'ana maana yake ni kuomba msaada kwa Allah tabaraka taala kwa mambo ya kidunia na akhira. Wal-isti'adha maana yake ni kuomba kinga. Wal-istighatha hii tumesema ni kuomba msaada au kuokolewa au kufarajiwa wakati wa shida. Wadhabhu na kuchinja, wanadhuru kuweka nadhiri, wa ghairu dhalika na mengineyo yasiyokuwa hayo, min anwa'il ibada, miongoni mwa vigawanyo au aina za ibada, allati ambazo amara Allahu ameamrisha Allah biha kwazo, amara Allahu biha ameamrisha kwazo Allah, kulluha Allah zote ni kwa ajili ya Allah Ta'ala mtukufu. Wadalilu na dalili qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Wadalilu na dalili qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Wa annal masajida, wa anna na kwa hakika bila ya shaka, wa annal masajida na kwa hakika bila ya shaka misikiti yote lillahi ni kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Fala tad'u basi msiombe, fala tad'u basi msiombe au msiabudu ma'a Allahi pamoja na Allah ahadan na yote yule. Hii ni suratul Jinni aya nambari 18. Faman sarafa basi yeyote, faman basi yeyote, sarafa atakayeelekeza, faman basi yeyote, sarafa atakayeelekeza, minha miongoni mwa hizo ibada, minha miongoni mwa hizo ibada, shay'an chochote kile, li ghairi llahi kwa asiyekuwa Allah tabaraka taala, fahuwa basi yeye, mushrikun ni mshirikina, kafirun kafiri. Faman sarafa basi yeyote, sarafa atakaelekeza, minha miongoni mwa hizo ibada, shay'an chochote, li ghairi llah kwa asiyekuwa Allah tabaraka taala, fahuwa basi yeye, mushrikun ni mshirikina, kafirun kafiri. Wadalilu na dalili qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Wa man yad'u na yote mwenye kuomba, wa man yad'u na yote mwenye kuomba au kuabudu, ma'a Allahi pamoja na Allah, ilahan akhara Mungu mwingine, ilahan kwa maana ya Mungu, ilahan kwa maana ya Mungu, ilahan akhar Mungu mwingine, la burhana lahu bihi, la burhana lahu bihi, la burhana hana ushahidi yeye bihi wa jambo hilo, la burhana lahu bihi hana ushahidi yeye wa wazi wa jambo hilo. Fa innama basi kwa hakika si vinginevyo, hisabuhu hesabu yake, inda rabbihi iko mbele ya Mola wake, inda rabbihi iko kwa Mola wake. Innahu kwa hakika yake, innahu kwa hakika yake, la yuflihu alkafiruna, la yuflihu hawafaulu alkafiruna makafiri. Hii ni suratul Mu'minuna aya nambari 118. Kwa hivyo faman sarafa basi yeyote atakaelekeza, minha shay'an li ghairi llah kwa asiyokuwa Allah tabaraka taala. Faman sarafa basi yote atakaelekeza, minha miongoni mwa hizo ibada shay'an chochote kile, li ghairi llah kwa asiyekuwa Allah tabaraka taala, fahuwa mushrikun kafirun basi yeye ni mshirikina kafiri. Wadalilu na dalili qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Wa man yad'u na yote mwenye kuomba au kuabudu, ma'a Allahi pamoja na Allah, ilahan akhar Mungu mwingine, la burhana lahu bihi hana ushahidi wa wazi wa jambo hilo, fa innama basi kwa hakika si vinginevyo, fa innama basi kwa hakika si vinginevyo, hisabuhu hesabu yake, inda rabbihi iko mbele ya Mola wake. Innahu kwa hakika yake, innahu kwa hakika yake, la yuflihu alkafiruna hawafaulu makafiri. Innahu kwa hakika yake, la yuflihu alkafiruna hawafaulu makafiri. Hii ni suratul Mu'minuna aya nambari 117. Kwa leo insha Allah tuishi hapo. Darasa itakayokuja tutaendelea, ambayo itakuwa ni darasa ya 5. Lakini nakuhusia ndugu yangu, ikiwa kuna faida waipata ndani ya darasa hizi, usisahau kusubscribe
Ninakuomba sana usisahau kusubscribe. Ni muhimu kwa maendeleo ya channel hii siku baada ya siku. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.